Karibu. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Leo nimegonga geti sana, lakini kwa bahati nzuri kumbe lilikuwa wazi, nikaamua kuingia. Hamna neno. Karibu. Asante wifi. Haya. Sasa. Nzuri tu za nyumbani. Nzuri. Karibu. Asante. Kaiba nimemkuta? Hapana, bado hajarudi kazini. Hii ni fursa nzuri sana kwangu kufanikisha kile nilichokusudia. Maana kama Ibra angekuwepo, nisingeweza kuwa karibu na mke wake. Ama kweli Mungu akitaka kukupa, hakuandiki barua. Na hii fursa haiwezi kuja mara mbili. Ibra, huu ni wakati wangu mimi Mary. Nitahakikisha unakuwa wa kwangu peke yangu. Ulikuwa na shida naye? Hapana. Samani. Nilikuwa naomba unionyeshe toilet. Okay, sawa. Penzi la mateso linaniumiza sana, kila siku naishi na maumivu moyoni. Yaani mimi nakutafuta kumbe wewe uko nje. Niko hapa nafunga upepo. Unapenda raha sana wewe. Wewe upendi raha? Ila wewe umezidi. Amna bana, kila mtu anapenda raha. Niambia. Safi vipi, ushachoka kulala? Nimelala sana. Nimelala sana kikweli. Wewe huyo maana wewe kwa kulala. Baby. Kuna kitu nilikuwa naomba nikushirikishe ili uweze kunisaidia kwa ushauri. Kitu gani? Unajua yule rafiki yangu Mary anampenda sana Ibra. Anataka kumharibia mwenzie ndoa yake. Na nilishamfuata Mary nikaongea naye, lakini hakunielewa. Hicho kitendo kinamuumiza sana. Lakini rafiki yangu yule haelewi, haambiliki kabisa. Kwa hiyo nilikuwa naomba unishauri kitu mpenzi wangu. Yaani kabla sijakushauri jambo lolote, nataka kuna kitu tujiulize kwanza. Ninaweza kukushauri hapa Mary achane na Ibra, lakini hatujui Ibra na Mary kuna kitu gani kinaendelea ndani yake. Hapo kweli umeongea kitu cha maana mpenzi. Maana unaweza ukajikuta unatumia nguvu kubwa sana kufikia namna gani ya kulitatua hili tatizo, lakini kumbe wenzetu wana siri nzito ambao wewe na mimi hatuifahamu. Hilo nalo neno. Kwa sababu si unajua moyo wa mtu kichaka Usiwaze sana ama mimi mume wako nipo hapa, shida nini? Sawa. Tuanze tutangaza.
Samani wifi, utakuwa na pedi uniazime, maana nimeingia period ghafla. Okay, sawa. Ngoja basi nikakutizamie. Samani, nimeishiwa na pedi. Kuna vitambaa tu. Na umesema kuna sehemu unaenda? Ndiyo. Basi ngoja nikakuchukulia hapo mara moja dukani. Hapana wifi. Nakusumbua. Amna, ni hapa tu nje, sio mbali. Basi sawa. Haya. Narudi sasa hivi. Si unaenda kubadili? Ndio. Haya. Asante sana wifi. Usijali, kuwa na amani. Lakini mimi sio mkaaji. Nataka nikuache. Sawa, karibu sana siku nyingine. Ila nikuombe kitu kimoja. Kaibra akija unisaidie kumwambia wazungumze na yule rafiki yake
ili aweze kunisaidia kunitafutia kazi. Sana, zimefika. Basi nashukuru. Haya, karibu. Hivi unasema unaitwa nani vile? Naitwa Subira. Oh, Subira. Una jina zuri sana. Asante, nashukuru. Haya, nikuache. Karibu. Haya, bye. Haya, karibu. Haya. Penzi la mateso linaniumiza sana kila siku. Mary, umefuata nini nyumbani? Ibra, kwa hiyo mimi siruhusiwi kuja hapa kwako? Hapana, sina maana hiyo, lakini sio sehemu sahihi kwetu. Sio kwa ubaya, nimekuja tu kumsalimia mke wako. Lakini nakuomba, tulishazungumza na nikakwambia niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Tafadhali Mary. Unaogopa au nipige kelele? Sasa nisikilize, leo nakuhitaji kwangu, na sio kukuhitaji tu, nataka tuwe wote mpaka asubuhi. La sivyo nitakuwa nakuja hapa kwako kila iitwao leo, na nitamwambia mke wako kila kitu. Mary. Penzi la mateso linaniumiza sana kila siku, naishi na maumivu moyoni. Nateseka kwa ajili yako mpenzi, wakati wewe hujui ninavyolia gizani. Nilikupa moyo wangu wote bila kubakiza hata chembe ya upendo, lakini nimebaki na maji